Mwanamke huyu anaitwa Ripley alifariki dunia baada ya kupambana na alien miaka 200 iliyopita, na hapa sasa yuko katika kitengo cha USN Ontrigger ambapo wanajaribu kumrudisha kama mradi wa siri wa kijeshi, lakini pia wamekusanya damu kutoka mahali alipokufa, na inachukua majaribio kadhaa hatimaye kukuza mwili unaoweza kuhimili mchakato huo, na baada ya kuwa tayari wanamfanyia upasuaji ili kufikia mfuko wake wa uzazi, kwa sababu alien alimpa ujauzito kabla ya kufa. Sasa kuna hawa madokta wawili, Dr. Rain pamoja na Dr. Gettman, wanafurahia kugundua kuwa mtoto wa alien pia amerudishwa, na wanamchukua kumweka katika chombo maalum kwa ajili ya utafiti zaidi. Na ghafla wakati huo Ripley anaamka na kumkamata daktari kwa mkono wake na kumpushi hadi akadondokea katika kioo, na hapo ndipo madaktari wengine wakampiga Ripley na kumzimisha mara moja. Siku 3 baadaye Ripley anaamka tena akiwa ndani ya kifaa kinachofanana kama kiota hivi chenye utandu. Akajitoa katika kifaa kile. Katika kuchunguza mwili wake akagundua kuwa amechorwa namba 8 katika mkono wake. Baadaye madaktari wakamfanyia uchunguzi wa kawaida. Kinachowashangaza ni kuwa afya yake iko kamili kabisa. Jeraha lake la upasuaji limepona na limekuwa dogo sana. Sasa wakati Dr. Rain anapomsogelea sana na kumsumbua, Ripley anamkamata kwa miguu yake akionyesha kuwa sasa ana nguvu kubwa. Si akaanza kumkaba bana daktari wa watu, na kwa bahati nzuri mlinzi anaingia haraka na kumgonga tena. Baada ya hapo Ripley anapitia majaribio mbalimbali yanayohusiana na lugha pamoja na kujifunza, akionyesha maendeleo na kuwashangaza madaktari. Wanakubaliana kuwa mwili wake bora unatokana na mchanganyiko kati ya DNA yake na DNA ya alien. Baadaye wanapomonyesha picha ya mtoto wake, Ripley analia kwa sababu inamkumbusha binti yake aliyekufa na watoto waliopoteza maisha wakati wa misheni yake. Hali hii ya kulia Ripley inamkasirisha General aitwaye Perez, kwa sababu jeshi linataka watu wenye nguvu za alien wasiwe kabisa na hisia za binadamu, lakini inaonekana kuwa Ripley bado ana kumbukumbu za zamani. General Perez anagombana na madaktari huku akisema hata sita kumuua Ripley ikiwa atajaribu hata kidogo kuleta matatizo. Kisha anakagua jaribio lao lingine. Inaonekana kuwa alien waliomtoa katika tumbo la Ripley alikuwa ni wa kike, yani Malkia, ambaye pia anakuwa haraka na hivi karibuni ataanza kutaga mayai. Baadaye Dr. Rain pamoja na Dr. Gettman wanamweleza Ripley jinsi walivyopata damu yake ili kumrudisha na kumthibitishia kuwa wamemkamata alien. Ripley anahisi alien hao wana Malkia na anawaonya kuwa kila mtu atakufa, na mara baada ya kusema hivyo madaktari hao walimpuuza, hivyo hawakumchukulia manani na Dr. Rain akamkejeli kabisa. Baadaye tunaona chombo cha anga kinafika katika kituo hichi cha kijeshi. Ndani kulikuwa kuna kundi la mercenaries, yani mamluki, na kuna mwamba huyu ambaye anaitwa John. Anapenda sana michezo ya kurusha visu. Anarusha kisu kimoja kwa injinia na kinaenda kumchoma katika mguu wake. Huwa anamtania injinia huyu kwa sababu hana hisia kuanzia kiunoni kushuka chini. Kwa msiojua ugonjwa huu ni wa kuparalyze, unaitwa paraplegia. Unasababishwa na majeraha ya uti wa mgongo na uathiri miguu pamoja na sehemu za chini ya mwili. Kwa hiyo injinia alipochomwa kisu hawezi kuhisi maumivu yoyote yale. Sasa katika kikundi hichi pia kuna huyu dogo anaitwa Cole. Cole hapendezwi kabisa na aina hii ya utani ambayo anafanya John. Hivyo walinzi wa kituo hicho cha kijeshi wakawakagua wasingie na silaha wala wasije kwa shali. Kikundi hichi cha mercenary pia wana kiongozi ambaye anaitwa Ergen. Kiongozi huyu anatangaza kuwa ameleta mzigo. Mzigo huo ni watu, ambapo General Perez aliwalipa hawa mercenary ili waende kuteka watu kwa ajili ya kuwatumia katika majaribio ya kialien. General Perez aliwalipa pesa zao, na muda huo kiongozi Ergen aliomba mahali pa kupumzika kwa siku kadhaa. General Perez alikubali ili mradi tu mercenary hao wakae mbali na maabara. Basi watu kwa ajili ya majaribio wanasafirishwa kupelekwa kwenye maabara, kisha madaktari wakaweka mayai ya alien mbele yao ili wayatie mimba. Huku kwa Ripley yuko anacheza mpira wa kikapu akiwa peke yake akijaribu uwezo wake mpya, akionyesha kuwa nguvu zake pia huja na kasi nzuri na mwitikio wa haraka. Sasa John katika kupitapita kwake akamuona Ripley na hivyo wakashiriki wote katika mpira huo wa kikapu. Katika kucheza kule John anajaribu kuushika mpira lakini anashindwa kwa sababu Ripley yuko faster sana na hampi nafasi kabisa hata ya kuugusa mpira. Basi John akaamua kuja nyuma ya Ripley, akamsogelea sana na akajaribu kumnongoneza kwa njia ya kutisha. Ripley aligeuka mara 2 tu na kumangusha chini John. Mwamba mwingine anamrushia mpira Ripley na Ripley anaukamata faster sana. Christina anampiga Ripley kwa kutumia chuma ya kupigia gym. Ripley anavuja damu sasa, lakini hiyo haimshughulishi sana. Kisha akamdunda tena Christina na kumwangusha chini. Wakati huo madaktari wanakuja kumchukua Ripley. Ripley akarusha mpira nyuma kwa usahihi na akajifuta damu ambayo ilikuwa inavuja kwenye pua yake kabla ya kuondoka. Na damu inapotua sakafuni ikaanza kuyeyusha chuma, na hapa inaonekana kuwa damu ya Ripley kwa sasa imekuwa asidi kama vile tu damu za aliens. Baadaye kidogo Dr. Gettman anachunguza majaribio yake kwa alien na mmoja wa alien akamkoromea daktari kupitia kioo. Basi Dr. Gettman anamsogezea sura na kumbusu kupitia kioo cha dirisha, na hii inamkasirisha alien kuunguruma kwa hasira. Basi Dr. Gettman anaachia gesi ili kumtuliza alien huyo. Basi alien anasogea nyuma kila anapotishiwa kubonyezewa kitufe ambacho kinatoa gesi ya baridi. Upande mwingine huku Cole anajifanya kulewa, hivyo wenzake wanamtupa nje ya chumba, na hapo anapata nafasi ya kwenda katika chumba cha Ripley. Anaingia kwa siri kisha anatumia dawa maalum kwa ajili ya kuvunja kufuli. Anamfikia
Alivyomfikia Ripley anamkuta amelala, anamtazama kwa ukaribu zaidi. Basi akamtazama kovu, akakuta kovu halipo, ndipo akagundua kuwa alien alishaondolewa katika mwili wa Ripley. Ripley anapoamka, Cole anajitolea kumuua, lakini cha ajabu Ripley haogopi kufa kabisa na wala hata hateteleki. Hivyo Ripley akachukua kile kisu akakizamisha katika mkono wake, akamwonyesha Cole kuwa kisu hiki kinayeyuka kupitia damu yangu, maana damu yangu ni acid. Na baada ya ukitoa tu kile kisu, lile tobo aliyokuwa amepitishia kisu likajiziba kabisa na kupona papo hapo. Ripley akamshika mkono Cole auguse uso wake, akasema nahisi uwepo wa alien hapa, lakini Cole akamwomba Ripley kuwa amsaidie kuwaua alien, lakini Ripley akamwambia kwamba mmechelewa sana kwa sasa. Cole alivyoanza kuondoka akakamatwa na walinzi pamoja na Dr. Ren. Basi bana, wale mamluki wanakabiliwa na Dr. Ren na anawalalamikia kuwa wamevunja kanuni na hivyo akawatishia kuwaua. Basi wale masenali hawakukubali, wakaamua kuanzisha valanga. Yalitokea mapigano makubwa sana kati ya walinzi pamoja na timu ya Ergin, na timu ya Ergin ikashinda mapigano yale. Sasa Cole kumbe bana ni undercover, yani ni kama mpelelezi hivi, hivyo akawaambia ukweli kuwa amekuja kusitisha vitendo vya madaktari kufanya majaribio ya kisayansi yasiyo rasmi kwa watu katika maabara yao. Dr. Gettman aliliona hili alipokuwa katika maabara katika kamera za CCTV, hivyo akaita walinzi. Sasa upande huku wa labu ambapo alien wamehifadhiwa, alien wawili wanamuua mwenzao, hivyo damu ya alien huyo ikayeyusha sakafu. Basi wakapata upenyo wa kutoroka. Yote haya Ripley akayahisi. Sasa Dr. Gettman akamua bonyeze kile kitufe kinachotoa ile gesi ya baridi, lakini alikuwa ashachelewa tayari, sababu alien walikuwa tayari washatoroka kupitia shimo. Sasa Dr. Gettman alipochungulia kwa ukaribu, kucha za alien zilimkamata usoni na kumvutia ndani. Sasa pindi alamu ilipolia, mlinzi mmoja alienda katika chumba kile ili kuangalia lile shimo. Alien akabonyeza kitufe cha kutoa ile gesi ya baridi, ikampata mlinzi kumgandisha na kufariki papo hapo. Huku nako timu ya Ergin inajaribu kukimbia. Wa kwanza akapanda kwenye chombo akatoroka salama, lakini wa pili hakuwa na bahati, maana alikamatwa na alien na akauawa. Tukirudi kwa General Perez, anarusha bomu ndani ya capsule kabla mlango haujajifunga, hivyo kifaa kile kinalipuka kabla hata akijapaa angani, na wakati huo huo alien mmoja anajitokeza nyuma ya General Perez na kumuua papo hapo. Sasa huyu mwamba akiwa katika chumba kingine akitafuta vifaa, anamuona alien juu yake, anampiga risasi na damu ya asidi inamwagikia. Mguu wake haujeruhiwi, lakini mkono wake unaumia, hivyo anaanza kufyatua risasi kwa fujo. Tukija huku kwa Ripley, alien anajaribu kumfikia Ripley ambaye anatumia nguvu zake maalum kufungua paneli ya udhibiti, na hivyo anatumia damu yake kuweka shoti katika mlango ule ukafunguka na yeye akatoroka. Sasa huku mamluki wanajaribu kurudi katika chombo chao, lakini Ergin ambaye ni kiongozi wa kundi anajitenga na kundi lake baada tu ya kuona silaha chini. Anapoikaribia tu ile silaha, kuna kitu kinawashtua, lakini kumbe ilikuwa ni mirija tu iliyoanguka. Hata hivyo anavyoikaribia ile silaha zaidi, alien anachomoza kutoka chini na kumuua. Wenzake wanaposikia kilio chake wanakuja kumsaidia, lakini tayari walikuwa washachelewa. Alien anawatokea na wanajaribu kumkimbia, lakini mbele yao mlango umefungwa. Sasa wakati alien huyo akichunguza mwili wa Ergin, ghafla anapigwa risasi kutoka kwenye shimo. Kumbe aliyempiga ni Ripley ambaye alikuwa amejificha. Sasa wale masenali wakamkasirikia Ren, wakamnyoshia bunduki na kumwambia akili. Akasema kuwa kuna alien 12 humo ndani. Sijui watatoboa kutoka hawa. Okay, anyway, basi wakakubali kushirikiana na Ripley ijapokuwa Cole alikuwa anawapinga. Kabla ya kuondoka, Ripley anachukua ulimi wa alien na kumpatia Cole na Cole anaukataa. Wakati wakiwa wanatembea, walimpata Virius pamoja na kuungana naye. Kisha Ripley akawaambia kuwa anaweza kuhisi kuwa kituo hicho kinatembea, na Dr. Ren akathibitisha hilo akisema kuwa hii hujitokeza pindi dharura inapopatikana. Hivyo mfumo wa urukaji wa moja kwa moja umewashwa tayari na kituo hicho kinaelekea duniani. Hawapendezi na hilo wazo kwa sababu ni hatari sana ikifika duniani. Hakuna aliyependezwa na wazo hilo kwa sababu kwa sasa sayari hiyo ni jangwa, hivyo wanahitaji kutafuta mahali pa kujificha. Wanaendelea kusonga mbele, lakini Ripley anasimama ghafla anapogundua maabara nyingine ndani. Anaogopa sana kuona alien hizi deadly ambazo zimegeuka kuwa viumbe wa kutisha. Alien hizo deadly ambazo ni kuanzia ya kwanza hadi ya 6 ziko ndani ya mirija ya hifadhi na tayari zimekufa, lakini ya 7 bado iko hai kwa msaada wa mirija na mashine za kupumulia, yani ventilators. Alien huyo wa 7 anaomba auawe tu kwenda kudhuru binadamu, na Ripley anatumia kifaa cha kutoa moto kumchoma na kuangamiza maabara yote, akizichoma pia zile alien 6 deadly. Cole anakelwa sana na ile hali, anampiga Dr. Ren ngumi kwa hasira. Katika chumba kingine wanakuta watu ambao walikuwa wameletwa kwa ajili ya kufanyia majaribio ya kisayansi. Mwanzoni walifikiri wote wamekufa, lakini ghafla mwanaume aitwaye Parvis akaanza kupiga kelele. Anapowaona anatulia baada ya kuona kuwa hawana nia ya kumdhuru yeye, lakini Ripley alipomnusa akathibitisha kuwa ana alien ndani yake, na hivyo Ripley akakataa wasiondoke naye, lakini Cole anakataa kumwacha na anasema kuwa iwapo watafanikiwa kuondoka hapa wanaweza kumweka Parvis katika kifaa cha cryostasis kwa ajili ya upasuaji. Sasa timu inaendelea na safari yao kuelekea katika meli ya angani huku wakiwa na Parvis. Sasa sehemu inayofuata ambayo wanatakiwa kuvuka ni sehemu ya kulia chakula ambayo sasa imejaa maji. Virius hana budi, kwa hiyo inabidi aache kiti chake cha magurudumu ili kuweza kuvuka sehemu ile, na Krista akamsaidia kwa kumbeba mgongoni. Kwa bahati mbaya korido inayofuata ilikuwa imejaa maji, basi ikawapasa kuogelea ili kuvuka korido hiyo. Punde si punde viumbe vya ajabu vinaonekana nyuma yao. Jonah anafanikiwa kukiua kiumbe hicho, lakini kingine kinawashambulia na kumchukua mwenzao. Baada ya kiumbe hicho kuondoka, wakaamua kuendelea na safari yao ya kuogelea.
Wakafika eneo fulani hivi, lakini liko limezibwa na utando mzito sana juu. Ripley anaamua kutoboa utando huo kwa kutumia nguvu zake za ajabu, na hatimaye wote wanatoka na kupumua kutoka ndani ya maji. Ile wanajitokeza tu wakashangaa sana. Nini walichokuwa na shangaa? Mayai ya alien yalikuwa ni mengi sana, na ndio mengine kwanza yanatotolewa. Wakiwa katika mshangao, kiumbe kimoja kinatoka kwenye yai na kumshambulia Ripley usoni. Anaamua kuzama nacho chini ya maji na kupambana nacho mpaka akakiua kwa kutumia nguvu zake. Basi wengine nao wakazama chini na kurusha bomu katika mayai yale ili kuangamiza kabisa. Wakati huo huo, kiumbe kingine kinarudi majini. Hivyo wanaamua kutoka kwenye maji kupitia shimo kwa kupanda ngazi juu. Wanafika mlangoni, mlango nao unagoma kufunguka. Basi Dr. Lane anachukua bunduki ya Cole huku akidai anataka kufyatua kufuli ili mlango ufunguke, lakini badala yake anamfyatua risasi Cole, hivyo anadondoka ndani ya maji. Dr. Lane amewasaliti aisee. Viserys alipatwa na hasira, anajaribu kumpiga risasi Rhaene, lakini Dr. Rhaene anageuka na risasi hizo zinafanikiwa kuufungua mlango. Basi Rhaene akaondoka fasta sana na kuamua kufunga mlango tena. Muda baadaye kiumbe kingine kinajitokeza na kuamua kupanda ngazi na chenyewe wakakishambulia kwa risasi. Mashambulizi yale yanasababisha damu ya asidi kutoka kwa alien kumrukia Christy na kumsababishia Christy maumivu. Jonah akarusha risasi zaidi na kufanikiwa kukiua kiumbe hicho, lakini kabla akijadondoka kinashikilia mguu wa Christy. Basi Viserys akamshika Christy kwa nguvu sana akijaribu kumuokoa dhidi ya uzito kutoka katika kiumbe kile. Hata hivyo Christy anajitoa kwenye kamba na kuanguka na kiumbe hicho, basi alikufa nacho pia. Basi hao wengine wakawa wanajiuliza, hivyo unawezaje kutoroka hapa? Ghafla mlango unafunguka na Cole anajitokeza upande wa pili. Wote wanafanikiwa kuingia katika chumba salama. Ripley akamwangalia Cole ili kuangalia jeraha lake, na hapo anagundua kuwa Cole kumbe si binadamu bali yeye ni android. Sasa android ni nini? Android ni robot ambaye anatumia akili bandia, na ukimwona tu nje unajua kama vile ni binadamu, lakini si binadamu wa kawaida na huwa wana akili sana. Basi Cole akawaambia ukweli kuwa yeye ni kizazi cha pili cha android, yani second generation android, ambacho kilifanana kabisa na binadamu kiasi kwamba walipata ufahamu wao wenyewe, hivyo wakaasi na kuamua kuchoma modeni zao za ndani ili kujifanya binadamu. Ripley anaujua uwezo wa hawa android, hivyo anampeleka katika chumba kidogo na kumuunganisha na kompyuta ya station nzima, na Cole anamwambia Ripley kuwa ni kweli hichi kituo kinaenda kuangukia duniani ambako viumbe hawa wanaweza kutoroka na kuambukiza binadamu. Cole pia anasema kituo tayari kimechoma nishati nyingi, hivyo hawezi kukilipua. Basi Ripley akamwambia kuwa aune program itakaofanya meli hiyo tu ikifika duniani basi ilipuke kabisa. Wakati huo huo, Dr. Rhaene anakaribia kufika katika chombo cha usafiri, kwa hiyo Cole anafunga mlango ili kumzuia na akatumia vipaza sauti kuzungumza na alien ili kuwajulisha Dr. Rhaene alipo. Basi timu inaamua kuelekea katika chombo cha usafiri. Jonah anapaniki baada ya kusikia kuwa kituo hichi kinaenda kulipuka muda si mrefu. Anajaribu kumshambulia Cole, lakini Ripley anamkamata moja kwa moja kwenye shingo na kumtishia kumng'oa ulimi wake. Wakati huo anasikia sauti na kusema Malkia ana maumivu, lakini ghafla anavutwa chini na alien. Hata hivyo viumbe hawa hawakumdhuru kwa sababu ya mabadiliko katika DNA yake, hivyo wanamtambua kama mmoja wao na wanampeleka katika kiota chao. Wakati huo huo kundi lingine linafika katika chombo cha usafiri. Ghafla Purvis anapigwa risasi na Dr. Rhaene, na Dr. Rhaene anajitokeza mbele yao huku akimteka Cole. Basi wakabishana sana pale. Ghafla alien akatoka katika kifua cha Purvis na alien akausukuma mwili wa Purvis kuelekea kwa Dr. Rhaene. Piga risasi sana, lakini wapi, hadi akafikiwa huyu Dr. alipokea kichapo sana na hatimaye alien akatoka katika mwili wa Purvis. Basi walifyatua risasi sana na kumua Dr. Rhaene, Purvis pamoja na yule alien. Basi tukirudi huko kwa Ripley, anagundua kuwa amezungukwa na alien wengi katika kiota hicho, huku akiwa na Malkia ambaye alifungwa hapo na Dr. Gettman. Kumbe na Dr. Gettman aliletwa huku bana baada ya kukamatwa na maalien. Basi Gettman akamwambia Ripley kuwa Malkia wa alien amerithi mzunguko wa uzazi wa binadamu. Baada ya kutaga mayai yake ya kwanza, anazaa kama binadamu, akitengeneza mfuko wa uzazi kama wa mwanadamu na kuzaa kiumbe wa ajabu ambaye ni nusu binadamu nusu alien. Basi mtoto huyo mpya aliyezaliwa anamuua Malkia papo hapo na akaenda kumlambalamba Ripley akimchukulia kama mama yake harisi. Dr. Gettman anajaribu kuongea tena, lakini mtoto huyo mpya wa alien anamng'ata juu ya utosi wa kichwa. Ripley akatumia nafasi hiyo kutoroka na kukimbilia katika chombo ambacho kilikuwa tayari kuondoka. Bahati nzuri anaruka kwa wakati mwafaka na kuungana tena na wenzake katika chumba cha rubani. Sasa wakati chombo kile kinapaa, Cole anagundua kuwa mlango uko wazi, hivyo anakwenda kuufunga, lakini anagundua kuwa mtoto yule wa alien tayari kashaingia ndani kwa siri. Anajaribu kukwepa mashambulizi yale huku akijaribu kuufunga mlango. Chombo cha usafiri kikaanza kutikisika kwa sababu hakikuwa na stability. Basi mmoja kati ya ile timu akakuja kumtafuta Cole. Bahati mbaya anakutana alien na kuuliwa hapo hapo. Ripley akahisi kitu kibaya, maana Cole toka aende ametumia muda mrefu kurudi. Basi akaamua kwenda kule ambako Cole yupo. Akakuta alien anamlalua Cole katika jeraha lake, hivyo Ripley akajifanya kama ni mama yake akimfariji na kuzungumza naye kiupole. Ripley akaamua kurusha damu ambayo ina asidi kwenye dirisha, hivyo dirisha lile likatoboka. Hichi kitendo kilisababisha pressure kupungua ndani, na chombo kikiwa kinatembea angani, pressure nje huwa ni kubwa sana, kwa hiyo ikakivuta kiumbe hichi kuelekea nje kupitia dirisha. Basi Ripley na Cole wakashikilia kwa nguvu ili na wenyewe wasivutwe kuelekea nje. Kile kiumbe kilivutwa kikanyonywa mpaka kikaisha na kufa papo hapo kikipelekwa nje. Wakati huo huo kituo cha kijeshi, yani
alien station inaanguka duniani na kulipuka na kuangamiza alien wote waliokuwemo ndani. Ndani ya chumba cha rubani katika usafiri ule, John pamoja na Villiers wanajaribu kudhibiti meli, ingawa si marubani, joto kali, mtikisiko mkubwa, lakini kwa bahati nzuri spaceship ile inatua salama duniani. Basi kila mtu alibaki hai, ni furaha tu. Baadaye Ripley na Cole wako pamoja wakitazama mabaki ya jiji na hivyo wakijiuliza hatua inayofuata. Na hapa ndio mwisho wa movie hii. Msimulizi wako naitwa Dick Rob. Usisahau kusubscribe katika chaneli ya Kicha TV, pia kutufuatilia katika mitandao ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook, pote tunatumia Kicha TV kwa movie kemkem.